mbalimbali kama unavyoyaona hapa. Basi tutakuwa pamoja na naomba tuwe pamoja ili uweze kulifuatilia, unaweza kupata darasa mbalimbali. Karibuni sana. Namshukuru Mwenyezi Mungu alionijalia, maana sina sababu ya kutoacha kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa kipaji mbalimbali, kipaji cha kuweza kupata dawa na kuweza kuwatibia na watu wakawa wanafanikisha. Hilo ni jambo jema kumshukuru. Basi niko katika mtoa maagizo, maana kuna wengi wameniuliza haya mafuta ninayapata, ninayo mimi na yanapatikana, na ukiwa na shida na haya mafuta niweze nitafute. Ama mafuta yana mambo makubwa kama unavyoyaona. Kusogezea karibu ndugu yangu hapa. Haya mafuta ninayo mimi. Basi unaweza ukafanyikisha shughuli, wewe una mambo yako, mkosi wako na nuksi, una balaa, biashara yako haiendi, yani mambo yako, ndoa yako haiko salama, yani ndoa yako ina msukosuko, basi chukua mafuta haya. Una majini yanokusumbua, haya mafuta ukijipaka kwa uwezo wa Allah, kwa sababu ni wengi nimewapatia, nimewauzia mimi. Mwenyezi Mungu amenijalia hapa sasa hivi nipo Ushirombo. Nimeanzia Dar es Salaam. Nilikuwa Dar es Salaam, nikaja Morogoro. Kuna watu wakawa wananipigia simu hawanioni, na wasafirishia mafuta haya na wapatia, wanaweza wanafanikisha, wananipigia bwana, kwa kweli mambo yangu yamenyoka, nilikuwa sipati kazi amepata, nilikuwa na mikosi nikifanya biashara nafunga, biashara haina faida. Yani basi mafuta haya yanasaidia vitu vingi. Ni mafuta mazuri, ni mafuta ya dawa, ya tiba, dawa. Kwa hiyo ni kujipaka. Kama ni biashara yako unamwaga katika biashara, unaweza kuyapata haya mafuta haya na ukafanyikisha mambo yako. Ni kumwaga tu basi, kwa uwezo wa Allah ndo mtoa kila kitu, majibu utanipa. Wewe una nuksi, una balaa, unapata ujauzito unatokea njiani, basi chukua mafuta haya paka, na nitakufundisha na dawa ambayo ukinywa ile dawa mimba haitoki. Hata kama ule umehangaika kwa wataalamu ni kiasi gani, umekunywa dawa ni kiasi gani, lakini ile tabia ipo, basi nitafute. Unaota njozi za unafanya mapenzi katika njozi, basi tafuta mabao. Unaota njozi ambazo uzielewi, njozi za unakula nyama, unafanya hizo ni dalili mbaya, ni dalili za mapepo mabaya. Kwa hiyo chukua mafuta haya, jipake katika mwili wako. Una nuksi, jipake katika haya mafuta, uone miujiza ya mafuta, uone maajabu ya haya mafuta. Haya mafuta yatengenezwa katika miti aliyoleta Mwenyezi Mungu, na kila kitu kakishusha yeye. Kwa hiyo na yeye ndio anotibu, sio mtu mwingine zaidi yake yeye. Kwa hiyo haya mafuta ukishapaka katika mwili wako, ukajipaka vizuri, ukaunuizia unachokihitaji, chochote unachokihitaji, unachokijua wewe kinakupaga shida, chochote unachokiona, hata kama wewe mchimbaji wa madini, chukua mafuta haya. Wewe mchimbaji wa madini ambao unajua wewe unashughulika na mgodi, unachimba, umehangaika, umeleta labda waganga na waganga yameshindikana, upati katika madini yako, kama ni shimo lako alitoshelezi, chukua mafuta haya ya mwage siku 7. Yani unamwaga asubuhi na jioni, asubuhi jua linapotoka na jioni jua linapozama. Kwa uwezo wa Allah tabaraka wa taala, wewe utakuwa shahidi kwamba itakuwaje. Baada ya wiki moja ukiwa huko unaendelea kuchimba, utaniambia utachokipata. Chukua mafuta haya. Mafuta kama unavyoyaona, mafuta yenye mvuto, mafuta yenye nguvu. Haya mafuta yana mvuto, mafuta yana nguvu. Yaangalie vizuri, usije ukawa huyaoni vizuri. Haya mafuta ninavyoongelea hapa na elezea kuhusu mafuta ni ajabu. Mafuta haya ni ajabu. Wewe una nuksi, mambo yako hayaendi, unataka watu wawe nakusikiliza, chukua mafuta haya. Tumia mafuta haya, jipate vizuri. Hakuna kiumbe chochote kibaya wala uchawi aina yoyote utakugusa. Na kuhakikishia, kwa sababu nachokisema kwa msisitizo, na nahakikisha kwamba haya mafuta, kwa sababu sijampa mtu hata mmoja katika watu waliotumia haya mafuta wakasema wamepata ni tofauti na walivyokuwa wanatarajia. Yote imewapa majibu, tena kwa muda. Tumia wiki moja, siku 7, asubuhi jua linapotoka na jioni linapozama, siku 7. Mafuta hayo ukiyapata popote unapotaka kuyapata wewe, unapojua yanaweza yakapatikana, yatafuta haya mafuta tayari, anza kutumia. Siku 7 utanipigia, hata kama umeyapata kwa mwingine, kama umeyapata kwa mwingine labda
nikamuuzia mtu mwingine ukayapata, basi tafuta yanunue haya mafuta. Utapoyaona popote, tumia haya mafuta katika biashara zako, tumia haya mafuta katika mwili wako. Nuksi wewe mwanamke, dadangu, upate wa chumba, uolewi, chukua haya mafuta. Unamtaka mapenzi yakolee katika mume, chukua haya mafuta, tumia, jipake. Yaani jipake tu, nuizia tu, naomba mume wangu anipende, naomba mke wangu anipende, chukua haya mafuta, jipake vizuri. Utaona ndani ya siku 7 mapenzi yatarudi. Mapenzi yatarudi tena ya nguvu. Ila usije ukamsumbua, maana yake hatuchelewi. Tunataka mapenzi, afu baada ya mapenzi yakishanoga tunaanza kusumbua. Kwa hiyo hilo Mwenyezi Mungu atupishe mbali. Ninachokuomba, chukua mafuta haya kama ninavyoyaelezea. Haya mafuta yatakuonyesha miujiza kwa kazi yako yoyote, iwe biashara, iwe unataka kazini, iwe unataka cheo, iwe unachimba madini. Chukua mafuta, mimi nikuelezee, chukua yaani unapochukua mafuta haya popote. Mimi ninayo haya hapa, hata kama unayo niambie, mimi ninayo. Alafu nikwambie chukua na mti fulani kaufanyie katika chimbo lako la dhahabu. Chukua na huo mti na wenyewe unaujua, natumaini unaujua, ila majina tu ndio tutapishana. Inaweza kwa wenzangu, wake mimi ni Mfipa, wenzangu Wasukuma wanauita vingine, mimi Mfipa nauita vingine, Wanyamwezi wanauita vingine, Wanyaturu wanauita vingine, lakini huo mti ni maarufu. Nitakuelekeza hata majani yake yakoje. Chukua na haya mafuta, mwaga katika shimo la dhahabu, kwa sababu mafuta ya kheri yanavuta kheri, haya yanavuta kheri. Fanya na ule mti, nafu nakwambia fanya hivyo ndani ya siku 7. Usipopata nipigie simu, na mafuta uyanunue kwingine, sio kwangu. Tafuta popote, ninachokwambia tafuta popote haya mafuta ulipofanya, nafuta niambia ni kweli ninachokiongea. Wewe unataka cheo, wewe una nuksi, wanakufanyia fitina katika kazi, wanakuloga na maanisha katika maofisi. Maana maofisi watu hawana wema. Hizi ofisi tunafanya katika maofisi, lakini unaofanya unaweza kwa mwenzio anakuchekea vizuri na wewe unalonaye safi, lakini yeye yule alio mbaya anakuchekea, kumbe ni mbaya kwako. Kwa hiyo anakuonea uhusuda. Chukua haya mafuta. Kama una cheo cha mtu na watu wanakitaka kile cheo, chukua haya, jipake. Siku 7 utamjua, na kuhakikishia utamjua hata kwenye njozi. Ndio utapojua kwamba mimi sultani, mtabibu, mtu mingi, nimekwambia kitu cha ukweli. Chukua mafuta, jipake siku 7. Nitakufundisha jinsi ya kujipaka. We kama unayo, maana yameshasambaa sana haya mafuta. Nimeshayauza sehemu nyingi, nimeyauza, ninayo mengi, na nimeyauza watu wananunua mengi, na wengine mpaka wanawauzia watu wengine. Kwa hiyo kwa sababu yameshanani, hata kama umemwona na rafiki yako, mwambie nigawie chupa moja tu, inakutosha. Chupa moja inakutosha, utanipa majibu yaliyo sahihi. Ila mimi nipigie tu nikaelekeze kamti kakutumia nayo. Kamti tu. Kakachume kalika mti aliotengeneza Allah. Mti aliotengeneza Allah. Changanya na mti uchume bila kuchanganya chochote, njoo changanya na mafuta. Lillahi. Utaniambia kitatokea. Alafu nuizia unachokihitaji. Ukinuizia ukihitaji, mimi nakwambia hata kama unuizia wachawi waone, ya Rabbi haya mafuta yanakuonesha. Watakuonesha mbaya wako haya mafuta. Umeyapaka mwenyewe huko mimi sipo. Ila usiyatumie tu kwa nia mbaya. Usiyatumie kwa nia mbaya, usiyatimie kwa nia mbaya. Na kutahadharisha, usije ukayatumia ukanuizia kwa nia mbaya, hapana. Mimi sipo. Muogope Mwenyezi Mungu wako kama ninavyomuogopa. Mimi namuogopa, japokuwa uweze kumfurahisha kila wewe. Usimwangalie mwanadamu anataka nini. Yaani usimwangalie mwanadamu wako anataka nini. Muangalie Mungu wako wewe basi. Muogope Mungu wako na mambo yako. Fanya wewe jinsi Mwenyezi Mungu alivyokuamsha, basi amua jambo lako kulifanya wewe, sio kwa kumwangalia mwanadamu anataka nini. Basi haya mafuta ni mafuta ya maajabu. Ninayo mafuta design mbali tofauti. Ninajua nguvu ya mafuta haya. Wewe unaweza ukanipigia simu, na haya mafuta ninapokupa semina haya mafuta au napokupa elimu ya haya mafuta, sio kwamba eti mimi siyajui, nimeyakupikia tu, hapana. Nimesha watu waliotumia, watu wanafika zaidi ya 100 waliotoa katika mikono yangu. Ila sema sasa, mtu anaweza kaja jinsi anavyokuja ndio jinsi ninavyomuelekeza utaalamu wa mafuta vizuri. Manake mwingine za kaja nikamwona huyu anania mbaya, basi simuelekezi kale kamti na kokajua kanotakiwa uchukue na kale kamti pamoja utengenezee na haya mafuta. Wewe mwenyewe uko kwa ulipo, sikwambii mimi, nitakwambia mafuta tu kwa sababu ninajua utatengeza la kheri tu au utatengeza la shari. Lakini kama unahitaji upate nguvu na pawa katika machimbo ya madini, upate nguvu na pawa katika biashara yako, upate nguvu na pawa kudhibiti washirikina na wachawi katika biashara zako, wausida wachuma ulete, basi nakuelekeza na kale kamti. Ako kamti ukishakapata unachukua na mafuta kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Allah Tabaraka. Kama kuna mtu anakuchawia katika biashara yako, utamjua mwenyewe huko, kwa mimi sipo. Utamjua huko, ila usimfanye chochote, kwa sababu haina haja ya kufanyana chochote.
chukua mafuta wewe, chukua, hatafanya chochote katika biashara yako ukiweka haya mafuta na kuelekeza na mti wa kutengeneza, hagusi katika biashara yako, na biashara yako itarudi na mvuto. Kama ni nyota yako, chukua ule mti, chukua na mafuta, tia katika maji, yaoge na kupaka siku 7, asubuhi tu na jioni. Allah tabaraka wa taala ndio shahidi, ambaye yeye Mwenyezi Mungu ndo aliumba mbingu na ardhi. Yeye Mwenyezi Mungu ndo aliumba mimea yote, miti inayotumiwa kutengenezea dawa, akaumba wanyama, akaumba kila kitu hapa duniani. Hakuna mwanadamu aliyoumba yoyote yule. Sisi wote tunapita katika ardhi aliyoumba Mwenyezi Mungu, na ndio wote kwenye imani tofauti tofauti, wote tunamwabudu yeye na kumwamini yeye, na ndio yeye mganga wa waganga, yeye ndio mkuu wa wakuu, yeye ndio mfalme wa wafalme. Kwa hiyo ninakukwambia na kuhakikishia, haya nimeshayafanyia uchunguzi, ndio maana nathubutu kusema kwa ujasiri, haya mafuta chukua, yatakusaidia. Haya mafuta yatafute popote ndugu yangu, na kupa kama sadaka. Sadaka yangu mimi ni ya maneno na kukuelewesha. Sadaka yangu mimi ni ya maneno na kukuelewesha. Narudia, sadaka yangu mimi ni ya maneno na kukuelewesha kwamba kuna mafuta ya design hii mimi ninayo, na unaweza kuyapata kwa mwingine. Ukishayapata kwa mwingine, inaweza kawa yule anakueleza hajui ule mti. Mimi ninakueleza mti huo na ujua. Mimi ninakueleza mti huo na ujua. Ninakupa ule mti, ninakupa na maneno ya kusema katika ule mti na haya mafuta. Ninakwambia wewe sema hivi kwa jambo lako lolote. Wewe unataka cheo, sema hivi, utafanikiwa. Unataka nyota, mvuto, utafanyikiwa. Uwe kwa aina lolote, biashara, sijui nini, wewe ni mwanamuziki, mwimbaji na nini, wote chukua haya. Una ofisi yako, kabla hujafungua ofisi, unahitaji kufungua ofisi. Kwa hiyo bwana, hapa duniani kuna mambo mengi. Wewe unaweza kuwa ni msafi mzuri, lakini mwingine ana roho ya kutu. Roho ya kutu, roho ya kwa nini? Roho ya kutu, roho ya kwa nini? Mwingine anayo. Hizo roho tunazo tofauti tofauti. Naweza nikawa nasema mimi hapa, kumbe na mimi, hata mimi mwenyewe, kwa sababu hakuna nani kamilika akawa na roho ya kutu. Sasa ninachotaka kukuhakikishia na kukwambia, Mwenyezi Mungu alivyotujalia tusaidiane. Mimi ninatoa elimu niko kapata dawa ya mafuta, dawa ya haya mafuta. Maana ni dawa imechanganywa na miti, haya mafuta imechanganywa na dawa ya mti. Mti sio kitu kingine, yani ni mti ndio ulitengenezwa, ndio ukatoa mafuta na nini na kila kitu, ndio yakawekwa huu katika machupa. Ndio haya unaona, natangaza maelezo yake yapo humu, maelezo yake yako humu kama unavyoyaona. Mafuta yenyewe ni haya kama unavyoyaona. Basi kwa uwezo wa Allah atakujalia wewe mwenyewe na nafsi yako, utanipigia simu, bwana wewe ulionielezea kwa kweli nimeweza kufanikisha jambo langu, nimefanikisha. Nachokusudia kukwambia, kazi ana kazi nyingi, biashara, mapenzi. Wewe mama unapenda mapenzi, mimi simo kwenye usifanyie mafuta haya unaenda kuchepuka ni dhambi. Kuchepuka ni dhambi, kana kujua kuchepuka ni dhambi. Kwa hiyo usije ukayafanyia haya mafuta kwamba mimi ndio basi hapa nikatafute kademo. Hiyo dhambi ya kwako mwenyewe. Hiyo dhambi ya kwako mwenyewe, wala mimi sitakiwi kwamba mimi nimekuelezea ndio nimekwambia ufanye hivyo. Hapana. Ninachokwambia, kama ndoa yako umeoa ndoa. Naposema ndoa nafikiri naeleweka. Kama ndoa wewe umeoa ndoa, mke wako au mume wako anakusumbua katika ndoa, hamuelewani, kuna vitu vimeshaingia usida. Kuna wengine wachonganishi tu hapa nyumba ya jirani, wengine ni unao ndani mle wanakuchonganisha katika mambo, wengine wanakuangia maana paka mafuta haya, njoo chukua mafuta haya, paka wiki moja asubuhi na jioni, nuizia, naomba Mwenyezi Mungu mke wangu anipende, ndoa yetu idumu, naomba Mwenyezi Mungu nijalie ndoa yetu idumu, wiki moja asubuhi na jioni, lillahi wa lillahi, na Mwenyezi Mungu ataweza kutufanyia uwepesi. Ninavyokuambia, utanipigia simu, wengi wameshanipigia. Ndio maana ninasema, ninasubutu kukaa hivi na kusema kwa ujasiri na kusema kwa kwamba hii kitu ninachokisema sio porojo wala sio maneno wala sio kuvutia. Ndio maana nikakwambia sihitaji wewe uje kuyanunua kwangu, sihitaji uniulize yanapatikanaje, sihitaji unipigie simu, sihitaji uniandikie message. Kama unayo nitumie message na kuniambia haya mafuta mimi ninayo. Nipigie simu na kuniambia hayo unayoelezea mafuta Mtabibu Sultani, ama mafuta mimi ninayo. Basi kama unayo, mimi sitatoa kwa kinyongo, nitakwambia chukua mti fulani, mti hapo sio kwa mambo makubwa. Kama unahitaji wewe mchimbaji wa madini, sasa mchimbaji wa madini, iwe dhahabu, iwe almasi, iwe tanzanite, chochote naposema hiyo na combine vitu vyote, wewe mchimbaji,
Wewe ndio unatakiwa utafute na huo mti tu ule utafute. Chukua haya mafuta uwe nayo, na kuambia kanunue ubani wa aina fulani, nenda katika shimo lako, fanya hivi tu hapa katika mafuta. Chukua haya mafuta, nenda na kule chini kune mwamba, ya mwageti ya katika maji ya mvua uliokinga. Kama mvua kwenu inanyesha, kinga maji, chukua hayo maji ya kinge katika maji yaliyopitiliza ambayo hajagusa kwenye bati, ingia moja kwa moja, yachukua ile maji, chukua tia na haya mafuta, nitakuelekeza na huo mti, nenda kamwage hapo, utajua utapata faida ya haya maji, na utapata faida ya haya mafuta, na utapata faida ya mimi, na utanishukuru. Kwa hiyo sio lazima uchukue kwangu. Ukiona unahitaji kuchukua kwangu, mimi ninayo. Ukiona kama kuna mtu uliomwona nayo anayo, basi sikufungi, uweza kumwambia, alafu nipigie nikuelekeze huo mti ni mti wa design gani. Ukichanganyia kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, mambo yako yatafunguka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.